Samia Suluhu ageuka kichaa na kuzungumziwa duniani kote baada ya hotuba yake ambayo imegeuka kichekesho. Jambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Kabla sijaanza, ningependa kuachilia hii video hapa ili tukimaliza tuanze kucheka kwa pamoja. Hali tumeiona imeleta athari kwa ulimwengu mzima. Wiki iliyopita hapa nilikuwa naangalia narushiwa bei za mafuta kwa nchi mbalimbali ulimwenguni. Nikaona Europe bei zilivyopanda. Ni euro 6,000 kwa lita moja. Marekani dola 8,000 kwa lita moja. Ukija huku kwetu Afrika mambo yako juu. Hapa kwetu Tanzania bei ziko chini ukilinganisha na majirani zetu wote waliotuzunguka, pamoja na wengi wao kupunguza kodi kwenye mafuta, lakini bado Tanzania bei yetu iko chini kuliko wengine. Ushasikia video hiyo? Samia Suluhu amezungumza na ametoa amezungumza mambo ambayo hata yeye mwenyewe hana uhakika. Niliona hapa mwanaharakati ambaye anajulikana kama Hilda Newton alikuwa anasema kwamba huenda haya ambaye anayazungumza ni kwa sababu ya ile damu nzito aliyoimwaga imemugeuka na kumfanya kichaa, imeanza kumwandama. Manake maneno ambayo Samia aliyazungumza leo kidogo naona ni kwamba hayakuwa kuzungumzwa. Yani ni mambo, wakati mwingine rais ni kiongozi ambaye anastahili kufanya utafiti. Kumbuka maneno haya aliyazungumza leo ikiwa ni tarehe 8 Aprili mwaka huu, wakati wa hafla ya uapisho wa viongozi mbalimbali Ikulu Chamwino mkoani Dodoma, ambapo alifafanua kuwa hali ya kupanda kwa bei ya mafuta ni swala la kidunia na si matokeo ya udhaifu wa serikali. Kwa hiyo alikuwa analinganisha bei ya mafuta ya kimataifa ili kuonyesha jitihada za serikali katika kulinda uchumi wa ndani. Na wakati wa ulinganisho ndio swala jingine linajitokeza ambalo linifurahisha kweli kweli. Ingawaje ndiye alikuwa analinganisha, najua juzi wakati John Heche, makamu wa Chadema, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, alipokuwa anazungumza, alitoa ulinganisho kwa nchi za hapa bara la Afrika Mashariki. Akatoa ulinganisho wa bei ya mafuta ukilinganisha na Tanzania. Leo Samia amesema kwamba Tanzania iko kiwango cha juu sana, yani anastahili kulinganisha Tanzania na Marekani na Europa. Yani ni swala ambalo lilinifurahisha mwenyewe, maanake hata zile takwimu ambazo alizitaja hakika zinaonyesha mtu ambaye hajafanya utafiti, mtu ambaye hajajua lile ambalo nalizungumza. Kwa kiwango kingine pia namlaumu sana ambaye anamwandikia hotuba zake, na huyu kama ni jamaa ama ni mwanamke, tafadhali afutwe kazi, manake hajui analolifanya. Anafanya kiongozi wa taifa kuonekana kama fala duniani. Yani Samia alisema, kwa hiyo video umesikia mwenyewe, alisema kwamba ana uhakika kwamba pale Europe mafuta lita moja ni euro 6,000. Akasema pale Marekani mafuta euro moja ni dola 8,000. Kisha akasema nchini Tanzania kwa hiyo bei iko chini kidogo. Pengine hajui kutofautisha dola, hajui kutofautisha euro. Ni jambo ambalo limegeuka kicheko. Yani nimeona pale Wakenya wanacheka pale mtandaoni, nimeona watu wengi wanatuchekelea si wa Tanzania kwa sababu ya aibu ndogo ndogo yenye rais anatuaibisha hapa nchiani, hapa nchini na vile vile nje ya nchi. Yani wajua tuseme tu euro 600 peke yake, euro 600 peke yake ukilinganisha na shilingi za Tanzania ni 1,820,000. Kwa hiyo kumbuka hiyo ni euro 600. What about euro 6,000 ambazo Samia anasema kwamba lita moja pale Europe ni euro 6,000? Ukilinganisha na pesa za Tanzania inakuja milioni 18.
200,000. Shangaa mama alifanya utafiti gani lakini hawajua hii ni hotuba ambayo alikuwa ameitayarisha kuja kuisomea Watanzania. Ninashangaa ni kama huyu mwanamke nadhani sisi wa Tanzania tuko zile enzi za mwaka wa 1940, 50 pale 60, wakati ushapata uhuru pale. Inakuwaje? Haya, tuachane mambo na Europe. Baada akasema kwamba pale Marekani lita moja ya mafuta ni 8,000. Unajua 8,000 ukilinganisha na pesa za Tanzania hiyo ni 20,000 na. Ndio anaambiwa Tanzania kwamba unajua mafuta yetu hapa sisi tunauzia mafuta bei ya chini sana ukilinganisha na hadi yeye, yani Samia hakuwa anataka kulinganisha Tanzania na hizi nchi zingine chini tu za Afrika Mashariki, nchi kama Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi. Yani hakuwa anataka kulinganisha nchi ya Tanzania na nchi hizi za kiufala. Yani anataka kulinganisha na Marekani, Europa, kwa maana ameinua viwango vya Tanzania kiwango kwamba yeye sasa hivi anataka kujilinganisha na madola. Yeye anataka kujilinganisha na euro. Lakini sasa hiyo kulinganisha kwake kidogo kumetufanya sisi wa Tanzania tunachekwa hapa duniani. Hapa nchini Tanzania watu wanacheka. Ukienda pale Uganda watu wanatucheka. Tanzania pale Kenya wanatucheka. Lakini ukweli ni kwamba unajua pale Marekani nzima ukifanya utafiti wastani wa gallon moja tu ni $4.10. Kwa hiyo wastani sana ni ukilinganisha na pesa za Tanzania ni 2,600 za Kitanzania kwa lita. Na ukienda pale Marekani ujue ndio wako vitani na wao ndio wana uchumi mkubwa, lakini mafuta Marekani ni rahisi kwa zaidi ya shilingi 1,500 za Tanzania kwa kila lita tunaonunua. Kwa hiyo hapa Tanzania ukiwa na 10,000 za Kitanzania ukiwa nazo pale Marekani unanunua lita 4, na ukiwa na hiyo tu hela hapa Tanzania utanunua na lita 2 na point kidogo. Unaona na nashangaa kwamba Tanzania Samia hapa anajipiga kifua akisema yeye Tanzania mafuta yako chini kuliko Marekani. Yaani analinganisha Tanzania na Marekani. Analinganisha Tanzania na Europe. Huyu kiongozi sijui namna gani, wa Tanzania wenzangu sijui namna gani. Ndio maana tunachekwa. Pengine yale ambayo Hilda anazungumza ni kweli ama nini? Anaki ukisikiza hiyo taarifa ambayo alitoa na inanikumbusha vile John Heche alizungumza masuala ambayo yalikuwa na uzito fulani. Akasema kwamba waziri wa nishati alisimama akasema kwamba tunahifadhi ya mafuta ambayo inaweza kutupeleka hadi miezi 3 toka sasa, na ujumbe huo aliotoa mwezi Machi tu. Kwa hivyo ukipiga hesabu, hata kama hatujui hisabati, lakini ukiunganisha hata kama ni kwa kuhesabu vidole vya mkono vya kiganja, utajua kwamba ni miezi 3 toka sasa. Hiyo basi tungeanza kuongezewa mafuta mwezi Julai, lakini ya kuongezewa sasa hivi. Ndio maana kwenye ule ujumbe ambao aliotoa John Heche, Samia Suluhu pamoja na machawa wake walisema kwamba isiweke kwenye station yoyote nchini Tanzania. Una maoni gani? Niandikie ujumbe mfupi hapo chini, na vile ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, subscribe, like na kushare video zetu. Vile gonga alama ya kengele ndipo upokee notifications kila wakati tunapokuletea uchambuzi wa kina kama huu. Na vile tukianza kujiuliza mbona sisi wa Tanzania tulikosea wapi Mungu tunageuzwa kichekesho duniani.